Funguliwa sasa, funguliwa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea ukombozi wa Yesu, pokea kufunguliwa kila mapepo. Toka kwa maisha. Kuna moto wa Yesu unatembea. Afya yako itafufuka, watoto wako utapewa. Achilia baraka zao, achilia mafanikio yao. Roho ya umaskini uko mateka, toka kwa maisha yao. Chomeka, chomeka, chomeka. Farisayo wa magonjwa, hiyo ni damu ya Yesu. Chomeka, chomeka, sikuachi. Kaka. Chapa moto. In Jesus name, you are free. You are free now. In Jesus name. Total deliverance. Neno la Mungu inasema namna gani? Wakolosai kifungu cha kwanza mstari wa 13 na 14. Neno la Mungu linasema namna gani katika kitabu cha Wakolosai kifungu cha kwanza mstari wa 13 na 14. Neno la Mungu lasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Basi neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu alituhamisha kutoka katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa Mungu. Kumaanisha tukiwa hapa duniani tuko katika ufalme wa mwana wa Mungu, Yesu Kristo akiwa mfalme wetu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ukiokoka unaingia katika ufalme wa Yesu Kristo na unatembea ukiwa katika ufalme wa mwana wa Mungu. Kumaanisha kwamba kama uko katika ufalme wa Mungu na hata mwili ukibadilishwa, mbinguni utakuwa katika ufalme wa Mungu aliye hai mbinguni. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa duniani kama uko katika ufalme wa shetani, ni kumaanisha kwamba wakati mwanadamu atabadilishwa ama Yesu atakaporudia watu wake, basi hata katika huo ulimwengu mwingine utakuwa katika ufalme wa shetani. Sema amen. Ambapo shetani amejengewa Jehanamu, anagojea kuja kuchomeka na moto milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi shetani wakati alipotupwa kutoka juu mbinguni, alipohasi mbele za Mungu, aliweza kutoka na katoka na kwota ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Na wakatupwa hapa duniani. Na pale shetani hakaapa ya kwamba hiyo Jehanamu imetengenezwa hata chomeka peke yake. Akaambia Mungu, hao wanadamu ambao umezuia wakiniabudu, shetani akaapa ya kwamba ata make sure katika hiyo Jehanamu atachomeka pamoja nao. Jehanamu haikutengenezwa ya wanadamu, ilitengenezwa ya shetani. Lakini sasa shetani akaamua kuondoka, ama akaamua kudanganya watu achomeke nao huko Jehanamu. Na usicheze na shetani, manake aliondoka mbinguni na kwota ya malaika. Alipotupwa, kwota ya malaika alikuwa amewadanganya wakawa upande wake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaanguka pamoja. Kumaanisha nao wanadamu anajaribu kila njia pia awe na kikundi chake. Ndio maana hapa duniani kuna huo ufalme wa shetani na kuna ufalme wa Mungu. Sema amen. Basi Mungu ametuita ili tukombolewe kutoka kwa hiyo giza, kwa hizo nguvu za giza, tutoke katika ufalme wa shetani tuingie katika ufalme wa Mungu ambao umeanza hapa duniani. Sema amen.
Bwana Yesu asifiwe. Huu ufalme upatikana namna gani? Manake si kuama tu, kuna kujitolea, kuna sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu inasema namna gani? Mathayo 11:12. Mathayo kifungu cha 11 mstari wa 12. Neno la Mungu inasema namna gani? Tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu watauteka. Basi ufalme wa mbinguni hautapatikana tu rahisi, lazima utakuwa na nguvu kwa ajili ya kupokea huyu ufalme wa mbinguni. Sema amen. Lazima utajitolea, lazima utajitoa muhanga kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo. Lazima utakataa raha za dunia, lazima utakataa dhambi. That means ya kwamba walio na nguvu ndio watapata kuona ufalme wa mbinguni. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Je, unajua ya kwamba tukiwa hapa duniani, ukiwa katika ufalme wa Mungu hakuna hukumu, lakini ukiwa hauko katika ufalme wa Yesu Kristo already ushahukumiwa. Wacha tusikie neno la Mungu inasema namna gani. John chapter 3 verse 18. Yohana kifungu cha 3 mstari wa 18. Neno la Mungu inasema namna gani? Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Basi kila mtu ambaye hajaamini njia ya pekee ambayo ni ya mwana wa Mungu Yesu Kristo already ashahukumiwa kwa matendo yale ambayo yanayafanya ambayo haistahili. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kusema ya kwamba tukifika mbinguni tutahukumiwa. Already hapa duniani, manake kuna ufalme wa Mungu ama wa Yesu Kristo na kuna ufalme wa shetani, kumaanisha kwamba internal life imeanza hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kuishi milele imeanza hapa duniani. Tutaishi hapa duniani na mbinguni milele na milele. Sema amen. Basi kama tutaishi milele na milele na tuko katika ufalme wa Yesu Kristo, already hukumu haiko, imeondolewa. Lakini wale ambao hawako ndani ya Yesu Kristo, hawajamwamini, already hukumu wako nayo, wameibeba tayari. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii safari ya wokovu, safari katika duniani, basi ukiwa hauko katika ufalme wa Yesu Kristo, basi uko mashakani, maana itakuwa ngumu kuona ufalme wa mbinguni, maana ukishambadilishwa hakuna kutubu tena. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka ujue ya kwamba wale wako duniani, vile tuko hapa duniani, tayari ufalme wa mbinguni umeanza hapa duniani, maana tuko katika ufalme wa Yesu Kristo, na kuna wale wako ufalme wa shetani, na kuna wale wako hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Basi unaweza shangaa kwa nini wale wako ufalme wa shetani, shetani hana haja nao, ako na haja na hawa wako katikati, maana nao walio katika ufalme wa Yesu Kristo au ana uwezo wa kuanguza. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hawa wako katikati, si wote anaweza kuwa na uwezo wa kuanguza, manake kuna wale Mungu anaandaa kuwabadilisha waingie kwa ufalme wa Yesu Kristo kikamilifu. Haleluya. Basi ukiangalia wachawi na waganga, unaweza pata wanakaa miaka nyingi sana. Mtu ni mzee na ni mchawi na kufi,
Manake shetani hana haja kuua huyo, maana vifo mingi hutokea ni vya shetani, si vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo vifo hutokea mara nyingi, wale shetani ana attack ni wale wako katikati. Maana ukiwa katika ufalme wa Yesu Kristo uko na ulinzi. Kuna malaika wametumwa kukulinda. Kuna wengine wana upanga wa moto, wachawi hawezi wakakufikia, shetani hawezi akakufikia, maana uko na ulinzi wa Yesu already. Ukiwa hapa katikati hauna ulinzi wa Mungu na hauko kwa shetani, maana 80% ya wanadamu duniani wako katikati. 10% wamejitolea kuingia kwa shetani kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ama 30, tuseme 70% ama 70 ama 60% wako katikati. 30% wameamua kufuata shetani. Ni wale ambao wako na mali ya shetani, wale wako Freemason, wale wako Illuminati. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza pata it's only 10% iko upande wa Mungu, wale wamejitolea kufuata Mungu katika roho na kweli, na wale wako katika ufalme wa Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Yesu akija saa hii, ni wangapi wataona ufalme wa mbingu? Bwana Yesu asifiwe. Tarumbeta ikipigwa saa hii, ukiassess kulingana na vile kuko, ni wangapi wataona ufalme wa mbingu? Bwana Yesu asifiwe. Basi ninamaanisha namna gani? Heri uwe moto ama uwe baridi kabisa, maana katikati kuna hatari kubwa zaidi. Hawa wako katikati ndio chakula ya shetani, maana Mungu amesema apendezwi na mtu aliye baridi na moto. Anapenda watu ambao wakisema ni moto ni moto, baridi ni baridi. Bwana Yesu asifiwe. So ni kumaanisha wale wako kwa shetani, shetani ameshawakamata already, yeye hana shida nao. Na unaweza pata hata wanabarikiwa, wanaendesha magari makubwa, lakini hizo baraka ni umaskini mbele za Mungu. Manake shetani ni muongo. Hata alikuwa anamwambia mwana wa Mungu amuinamie ndio ampatie mali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Bwana Yesu Kristo akakataa. Hivyo basi kuna wengi wameinamia shetani, wamepewa mali ya shetani. Basi shetani hawanguzi, anataka wakaekae, waendelee kufanya kazi ya shetani. Ndio hao wachawi, ndio hao waganga, ndio hao Freemason, ndio hao Illuminati, ndio hao ambao wanatumikia shetani kwa mali yao. Basi walio katikati ndio unasikia wametolewa kafara, gari imeanguka, watu wamekufa, watu usijui imefanyika nini. Ni wale wako pale katikati. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wao wako kwa shetani, they are not in the safe side. Manake shetani akiona ni kama unaweza mbadilika, utamani kuokoka, anakuua kabla hujaokoka, ili uingie katika ufalme wake wa kwenda Jehanamu. Sema amen. Ama uwe katika hiyo safari. Sema amen. Basi ukiangalia yao maneno, unaona ni wewe ni kama uko pande gani? Je, uko katikati ama uko katika ufalme wa Yesu Kristo, ama uko katika ufalme wa shetani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi usijilinganishe na wale walio katika ufalme wa shetani na kuanza kujilinganisha kuhusu mapato, kuhusu baraka. Maanake kule kwa shetani kuna hizo baraka za uongo. Unaweza kuwa upande wa Yesu Kristo, uwe hauna hiyo mapato mingi, lakini Yesu akija sasa upate kuona ufalme wa mbingu. Unaweza kuwa upande wa Yesu Kristo na ubarikiwe sana na uinuliwe, na pia upate kuona ufalme wa mbingu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno la Mungu inasema ya kwamba wale ambao hawako katika ufalme wa Yesu Kristo, hawajakubali mwana wa Mungu kuwa mkombozi wao na kuwa kiongozi wao, already wamehukumiwa. Wawe katikati ama wawe upande wa shetani, already hukumu yao ishatoka ya kwamba nafasi yao iko Jehanamu. Ndio maana Yesu akitokea tu pap,
Ukiwa upande wa shetani, malaika wa shetani wanakuchukua, wanakupeleka Jehanamu. Yesu akija sahi pap, ukiwa upande wa Yesu Kristo, katika ufalme wa Yesu Kristo, malaika wa Mungu wanakukujia, wanakupeleka mbinguni, mahali panapostahili. Sema amen. Kwa hivyo ninamaanisha mtu jichagulia mahali ataenda akiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Basi je, unajua hata baada ya kutoka duniani kuna kuishi tena? Manake watu wengi huona ya kwamba wakisha toka duniani imekwisha, mambo yamekwisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Je, ukitoka duniani kuna kuishi tena? Manake wengi ambao wanakatalia kwa shetani hawajui kama kuna kuishi tena. Wengi wako katikati, hawajui baada ya kutoka duniani kuna kuishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi wache tusikie neno la Mungu inasema namna gani. Wakorintho wa kwanza 15, Wakorintho wa kwanza 15 mstari 47. Tuone kama kuna kuishi tena. Maana tukijua kuna kuishi tena, hakuna haja ujinyonge, hakuna haja ukunywe sumu, maana life itaendelea. Na ukikunywa sumu ni kumaanisha uko katika ufalme wa shetani. Ukijinyonga ni kumaanisha uko katika ufalme wa shetani, manake umeshindwa. So ile life utaikontinue kwa mateso zaidi na mahangaiko zaidi, maana kuna kuishi tena. Wacha tusikie neno la Mungu inasema namna gani. Wakorintho wa kwanza 15:47. Mtu wa kwanza hutoka katika nchi, ni wa udogo. Mtu wa pili hutoka mbinguni. Mtu wa kwanza anatoka katika nchi, ni wa udogo. Wa pili anatoka mbinguni. Ni kumaanisha kwamba kila mwanadamu ambaye amezaliwa hapa duniani, roho yake ama yeye ametoka mbinguni, ameachiliwa kutoka mbinguni. Uhai umetoka mbinguni, ndiposa upate kuwa hai, upate kuitwa mwanadamu. Sema amen. Haleluya. Na Mungu ni mwaminifu, manake hiyo ni angano yake ya kwamba watu wawili wakipatana watapata mtoto. Wa kwanza atakuwa mwili, wa kwanza atakuwa ni mwili, mnaelewa? Ya pili itakuwa ni roho imewekwa kwa ule mwili na anaanza kukua kama mtoto. So huyo wa pili anatoka mbinguni. Wa kwanza duniani ambaye ni mwili mnauona kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Basi 48, kama ilivyo yeye wa udogo ndivyo walivyo walio wa udogo, na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udogo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. 50. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haiwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kuto kuharibika. Basi ni kumaanisha kwamba damu na nyama ni ule mtu ametoka duniani, hawezi akarithi ufalme wa mbingu, lakini aliyetoka mbinguni ambapo ni wewe ataurithi, ana uwezo wa kurithi ufalme wa mbingu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni, nawaambia nyinyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wokovu na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana shati huu uharibikao ufae kutokuharibika, nao huu wa kufa ufae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapofaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapofaa kutokufa, ndipo hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Basi ni kumaanisha kwamba huu mwili tunaofaa ni wa kuharibika, na kuna ule ambao si wa kuharibika, ambapo ni wewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Manake katika mwili kuna nafsi, kuna roho
Kuna mwili, nafsi na roho. Bwana Yesu asifiwe. Basi kuna nafsi na roho. Nafsi ni wewe sasa, na kuna mwili. Mwili huu tunauona sasa. Bwana Yesu asifiwe. Basi huu mwili tunauona utabadilishwa, ufalishwe mwili wa rohoni. Nani atafalishwa? Ni wewe. Vile unavyojiona hivi, uko ndani ya mwili. Mwili ni kitu kimekubeba tu, ili uweze kuwa katika dunia, uweze kushika karatasi, uweze kuongea, mwingine aweze kukusikiza hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna hina person ambapo ni wewe. Neno la Mungu linasema ya kwamba itafika wakati tutabadilishwa. Hatutakufa sisi wote, but sisi wote tutabadilishwa. Maana Elijah hakufa, alienda mzima mzima, lakini akabadilishwa. Enoko hakufa, alienda mzima mzima, akabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata leo Mungu anaweza wachukua watu wake waende mzima mzima, kama vile huwa ninaamini, na wabadilishwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaposema mtu amekufa, ni roho yake imetenganishwa na ule mwili na akafalishwa mwili mwingine. Kwa hivyo umebadilishwa tu, kufunga na kufungua macho, ukaingia katika ulimwengu mwingine, lakini unajiona vizuri vile ulivyo, vile unaitwa, majina yatakuwa, kila kitu itakuwa, nywele utaziona, everything, ambapo huo ni mwili wa mbinguni ambao utarithi ufalme wa mbingu. Mwili mpya utabadilishwa, na mwili wa kufa utaondoka mara moja, ufalishwe mwili wa mbinguni. Sema amen. So life ni continuous. Hata ukitoka hii dunia bado unaendelea na maisha mengine katika ulimwengu wa rohoni. Sasa hapo kwa kubadilishwa ndio itategemea, je, ushahukumiwa ukiwa duniani ama hujahukumiwa? Maana ukiwa katika ufalme wa Yesu Kristo, hukumu ishaondolewa. Ukiwa hauko ndani ya Yesu Kristo, uko katikati ama uko kwa shetani, already ushahukumiwa. So ukishabadilishwa mwili, wacha tuache kuita kukufa, tuache kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ufalishwe mwili mwingine. Hata katika ulimwengu wa rohoni huwa unajiona. Bwana Yesu asifiwe. Ukibadilishwa saa hii, sisi hapa duniani tubaki tukisema fulani ametuacha, basi si tutaona mwili, lakini we utakuwa hapa unajiona. Bwana Yesu asifiwe. Kama wale ufanya accident kule nje, sisemi ya kwamba utafanya, ama wale wanakufa hospitali, akishabadilishwa huwa anatoka kwa ule mwili na anajiona yeye jinsi alivyo, na anaona mwili wake pale umelala, anajua maisha yamebadilika. Ukishabadilishwa tu hivi, kama uko katika ufalme wa Yesu Kristo, malaika wa Mungu anakuja, wanakuchukua, unaenda nao. Ukibadilishwa tu hivi na hauko ndani ya Yesu Kristo, already ushahukumiwa ukiwa duniani, malaika wa giza wanakuchukua, unaenda nao. Hakunanga excuse from there, hakuna kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kule hakuna kutubu wala kubadilika. Wacha tuone example kama ni kweli hakuna kutubu. Luka mtakatifu 16. Luka mtakatifu 16 mstari wa 19 mpaka 31. Neno la Mungu linasemaje? Luka mtakatifu pale 16:19 mpaka 31. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zabarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo
yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu, aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, hauburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, katika yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasifuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama ukiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Bwana bariki maandiko yake. Basi hiyo stori kidogo ya Lazaro na tajiri, umejua kwamba mtu akishabadilishwa mwili wake, akifalishwa mwili mpya, kuna mahali anaenda. Lazaro alipelekwa katika kifua cha Ibrahimu, lakini tajiri alienda kwa mateso, kwa sababu alikuwa mtu wa anasa, alikuwa wa kufanya kila kistahili mbele za Bwana wakati alikuwa hapa ulimwenguni, hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba ukishabadilishwa mwili wako hakuna kutubu tena. Mahali ulijichagulia, hapo ndipo unaenda, na karakta yako utaichange ukiwa hapa duniani. Hapa ndipo utachagua, utafuata ufalme wa Yesu Kristo ama utafuata ufalme wa Shetani. Sema amen. Wengi huwa wanadanganywa ya kwamba wakifa wataombewa msamaha na wafungulishiwe milango waingie mbinguni. Hiyo yote huwa ni uongo. Wakati mwili wako umetengana na roho yako, nafsi yako ambapo ni wewe, basi tayari huwa kumetayarishwa mahali utaenda. Maana roho yako ikishaondoka ambapo ni wewe, basi inafalishwa mwili mpya immediately, mwili wa kutokufa. Bwana Yesu asifiwe. Mwili ambao si wa mateso, si wa mahangaiko tena. Na pale mahali umejichagulia unapelekwa hapo. Basi kama ni Jehanamu, unaenda kwa mateso. Ndio maana mtu akijinyonga mara moja, malaika wa giza wanakuanga pale ready, manake hiyo imeiva bila kuchoka. Hiyo imeiva kwa Shetani bila kuchoka. Sema amen. Ni wangapi walikuwa nafikiria kunywa sumu, wanywe sumu, wape watoto anywe ama ajinyonge? Sasa leo hiyo uachana nayo, maana mahali utaenda utateseka zaidi ya vile ulikuwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Utasema heri ukiwa duniani, heri kurudi duniani ukatubu, nawe huwezi rudi, maana tayari mwili wako ulipouacha ulichukuliwa ukawekwa kwa sanduku, ukachimbiwa kwa shimo, ama ukakuliwa na fisi, ama ukachomeka ukaharibika. Sasa utarudi wapi? Utarudi kwa mwili mgani duniani? Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi ya kwamba watu hawezi kufufuka. Watu wanaweza kufufuka. Kuna bishop mmoja alikufa na akafufuka, naye alikuwa anafanya kila kistahili. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa yeye na washirika
kazi yao ni kuua. Walikuwa mtu akikosewa analeta jina huyo mtu, wanafunga. Bishop na washirika wanafunga wakiua huyo mtu, na kweli anakufa. Mwingine analetwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi alipofika kule akaambiwa, kuja nikuonyeshe kitu. Akaulizwa, wale unawajua? Akasema, ni wale watu walikuwa natusumbua ambao tuliomba wakakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na wako kwa mateso. Akaambiwa, katikati yao kama ungewaua, ungewaombea wakombolewe, wengine hawangekuwa hapo, wangekuwa upande wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Basi akaambiwa amefanya yale mambo yastahili, akapewa tu neema ya kurudi duniani, atubu na aeleze watu na arudie njia za Bwana. Lakini akaambiwa atalipia. Akaambiwa atalipia namna gani? Mungu akamwambia, Yesu akamwambia, utarudi duniani, lakini utalipia kwa kukatika kidole, kikakaa inakatika tena hivyo, kamkono inakatika, ingine unaanza kuoshwa, akatike mpaka akufe. Sasa hiyo ndio ghadhabu yake, ndio apate kuona ufalme wa mbingu. Na akaambiwa eleze watu wasiue wengine, lakini waombe Mungu awatetee, ili watakaoinua upanga kwa ajili yako wajiangamize wao kwa upanga wao. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale watu hawajaokoka, Mungu amewaachilia haone kama watabadilika. Ndio maana unapata mchawi amezeeka, hako pale anaroga watu, anaua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wanauliza, kwa nini Mungu asiondoe umchawi? Unaanza kusikia watu wakisema wale watu wazuri ndio huwa wanachukuliwa, na si ati ni wazuri, ni kwa sababu wao nao wako katikati. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeokoka katika roho na kweli, na uko kwa ufalme wa Yesu Kristo, wewe si wa kukufa ovyo ovyo, manake kuna ulinzi, kuna malaika wameachiliwa kwa ajili ya ulinzi wako, kwa ajili ya kupiganiwa, kwa ajili ya kutetewa. Hawa wachawi na waganga, wafunga majini, Freemason, Illuminati hawezi wakapata nafasi kwako na hata kwa uzao wako, kama nao wako katika huo ufalme wa Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati mtu amebadilishwa mwili, hapo huwa anaenda mahali amejichagulia, immediately anachukuliwa. Ndio maana Musa alipokufa, malaika wa Mungu alipotumwa wachukue Musa, hata malaika wa giza walikuja wakidai kuna makosa Musa alifanya. Alipatwa na hasira wakati aliambiwa agonge aongee na mawe itoe maji. Badala ya kuongea akaigonga kwa hasira, ikatoa maji. So walikuwa wamekuja na mashtaka, lakini Mungu wale malaika wakaambia Mungu na akemee shetani aondoke. So wakawa shetani hana nafasi, manake Musa alikuwa ameandikiwa kuona ufalme wa mbingu, maana alikuwa ametubu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unaona ni kama uko katika ufalme mgani? Uko katikati, ama uko katika ufalme wa Yesu Kristo, ama ni katika ufalme wa shetani? Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu akanituma leo, akaniambia wakati umefika wa watu wake wasimame katika roho na kweli, ili Mungu apate nafasi kwa mioyo yao. Mungu apate nafasi ya kuwainua na kuwabariki. Manake walio katika ufalme wa Yesu Kristo wanabarikiwa, wanainuliwa. Yesu anafungua njia zao. Haleluya. Maana hata Mungu ubariki ukiwa ndani ya Yesu Kristo, katika ufalme wa Yesu Kristo. Mali yako ina ulinzi, familia yako iko na ulinzi, chochote unafanya kina ulinzi. Mungu atakubariki, hata kuinua. Si shetani anabariki peke yake, no. Shetani hata ni mwizi, si kubariki anabariki, anaiba za Mungu ama za wengine anapeana. Bwana Yesu asifiwe. Na si zake, hata hakuumba chochote, hata hakuumba mwanadamu yote. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha shetani ni mwizi,
baraka zinaofaa zinatokana na Yesu Kristo mwana wa Mungu, baraka ambazo hazina kilio, hazina mateso, hazina mahangaiko, baraka ambazo hufuata uzao kwa uzao, hata zaidi ya kizazi cha 4 wote wanaitwa wabarikiwa. Lakini baraka za shetani ni za muda tu, na baadaye inakuwa mateso na mahangaiko na kilio. Sema amen. Basi afadhali pande gani? Afadhali upande wa Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Je, Yesu akija saa hii tubadilishwe, tufalie mwili mpya, je, unafikiria utakuwa upande gani? So ndiposa ujue uko pande gani ama utakuwa pande gani. Kwa sasa ndio wakati wa kutubu, ndio wakati wa kufuata njia za Mungu kwa roho na kweli. Ukiwa hapa duniani, hapa ndipo kuna nafasi ya kutubu, hapa ndipo kuna nafasi ya kurudia njia za Bwana Yesu Kristo, ili mwili wako utakapobadilishwa na kufalishwa mwili wa mbinguni, mwili wa kutokuharibika, basi uwe tayari ushajichagulia ni wapi utaenda. Na pia hapa duniani ukiwa katika ufalme wa Yesu Kristo, nimekwambia kuna baraka, kuna mafanikio, kuna kuinuliwa, kuna Yesu kukutetea. Hakuna jambo zuri kama Yesu akikutetea. Ametuma malaika wake, ametuma jeshi lake la moto. Wachawi wakijaribu wanakutana na fire, waganga wakijaribu wanakutana na moto wa Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye alitupeleka kwa mganga. Alipoenda kwa mganga, si ati akatuchukua akatupeleka, alipeleka manchina yetu kule. Alipeleka namna gani? Alienda kwa mganga akaambiwa aende achukue mawe 7 na andike watu 7 wale anajua wanakuanga kwa hiyo madhabahu, kuanzia mimi, Apostle Han na wale wengine, watu 7. Bwana Yesu asifiwe. Na akabeba yale mawe akaenda nayo akapeleka kwa mganga, ili mganga, sijui alikuwa anataka mganga atufanyie nini. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia alipofika kwa mganga, kabla hajaingia kwa nyumba yake, huyo mama ndiye alikuwa anaeleza mwenye alikuwa amepeleka mawe. Ni story ya kweli. Alipofika kwa mlango, mganga aliruka akasema, usiingie hapa, nini umebeba, imewaka moto. Akamwambia, si ni ile mawe umeniambia niandike akamwambia, toa hapa, we unataka kuniua. Akamfukuzwa na mawe yake, akaambiwa, nenda kabisa, wewe nataka kuniua hapa. Kwa sababu gani? Mawe iliyoandikwa majina yetu iliwaka moto, na mganga angethubutu kuroga yale mawe ama kuturoga kupita kwa hiyo majina, basi moto ungemwangamiza, moto wa Yesu Kristo. Sema amen. Angejiangamiza mwenyewe huyo mganga. Pokea ulinzi wa Yesu Kristo. Yesu na akakutetee, Yesu akakupigania kwa maisha yako, akapigania biashara yako. Bwana Yesu apiganie ndoa yako, in the name of Jesus. Wote wanaochinua kuharibu ndoa yako wakutane na moto wa Roho Mtakatifu, wakutane na Bwana Yesu Kristo. Kwa ajili yako ukapiganiwe, kwa ajili yako ukatetewe, in Jesus name. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati wote ni vizuri basi ukajitolee kukaa ndani ya Yesu Kristo, ili Bwana apate nafasi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana ufalme wa mbinguni unapatikana na wenye nguvu. Haleluya. Wenye wamekataa dhambi, wenye wamekataa kushawishiwa kuingia kwa shetani, hao ndio wenye nguvu. Wenye wameshindaniwa majaribu. Neno la Mungu inasemaje? Yeremia 29. Yeremia 29 mstari wa 13. Neno la Mungu inasema hivi: nanyi mtanitafuta na kuniona,
mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Yesu anasema basi tutamtafuta na kumwona. Maana kuna mtu anaweza kuwa anajiuliza, basi nitafanya nini kwa sababu nikuwe katika ufalme wa Yesu Kristo? Jambo la kwanza, lazima usarende kwa Mungu ili Mungu apate nafasi katika maisha yako, na pale umtafute kwa bidii, na wakati unapomtafuta Mungu atatenda kwa ajili yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi ukae strong kwa maombi. Wakati unapotaka kusimama ama kuteka ufalme wa Yesu Kristo, na ukae ndani ya Yesu Kristo akupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapenda wanaokaa katika maombi, wanaosimama katika imani. Lazima uwe na stand firm in faith, uwe na stand firm kabisa, stand ambayo si ya kutingishwa, kwa ajili ya kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatafuta ambao wanashinda majaribu, wanaotafuta Mungu kwa bidii ili kuwa kuwa katika ufalme wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Haleluya. Yesu anahitaji watu ambao wako na msimamo. Ukishaokoka, shetani hawezi pata nafasi tena ya kukurudisha nyuma, ili Bwana apate nafasi katika maisha yako. Sema amen. Mungu anahitaji walio na nguvu. Ufalme wa mbinguni utapatikana na walio na nguvu, na walio na nguvu wanasimama, wako na msimamo katika maombi, wanaomba. They stand firm in faith. They do not give up. Hallelujah. They overcome temptations and trials. Wanatafuta Mungu kwa bidii bila kutazama nyuma. Sio neema itawale juu yako. Si Bwana akakupatia nguvu za kumtafuta. Si Bwana akakupe nguvu za kusimama katika ufalme wake bila kutingishwa na shetani, bila kutingishwa na mali ya dunia, bila kutingishwa na maadui. Kazidi kusimama in the name of Jesus. Na hata hiyo shida, hiyo majaribu yasisababishe utoke katika ufalme wa Yesu Kristo, urudi kwa ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada moja alikuwa amekosana na mwingine kwa ajili ya vazi, na akaja kwangu akaniambia, mtumishi wangu, kuna mtu amenikosea mahali kwa ajili ya vazi, na mimi nimekuja kwako, unipe ruhusa kwanza niweke wokovu kando, ni dili na yeye. Sasa kuweka wokovu kando si ni kutoka kwa ufalme wa Yesu Kristo, kwanza urudi kwa ufalme wa shetani, udili na yeye, ndio sasa ukuje tena. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hiyo haiwezekani, wachana na yeye. Bwana Yesu atakupigania na atakutetea. Sema amen. Kuna watu wacha Mungu kwanza wadili na situation, ndiposa wakishamaliza warudi kwa Mungu. Hiyo ni kumaanisha ni kuhamahama, ni kumaanisha uko katikati, na ukiwa katikati uko kwa hatari. Manake shetani pale anatafuta wale ambao wanayumbayumba awachukue kabla wajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wale wako kwa shetani mwenyewe wako kwa hatari zaidi. Kuna bishop mmoja alianza kanisa na njia ya mapepo, akaenda kwa shetani akapewa mapepo yakampatia mali, lakini ikafika wakati akajirudia, akaamua kurudia njia za Mungu. Alipoamua kurudi kwa upande wa Mungu na ako na mali ya shetani. Unajua, ukiamua kurudia Mungu, hiyo gari unaacha, hiyo nyumba unaachana nayo, ulipewa na shetani, kila kitu unaacha, unaenda, hata afadhali utembee mguu. Sasa wakati alipokuwa akienda akaombewe ili arudie njia za Mungu, akiwa amesafiria chombo ambacho alikuwa amepewa na shetani, alipiga accident haijaonekana,
akakufa hapo kwa hapo. Shetani akamchukua haraka, kabla hajaenda kuombewa arudie njia za Mungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angejua na hata akuje kwa hii kanisa, akuje aende mahali panaabudiwa kwa roho na kweli, kwa haraka iwezekanavyo, hangekufa, angekombolewa, lakini awe tayari kusarenda mali ya shetani ili Mungu apate nafasi kwa maisha yake. Kuna kijana mmoja tukiwa kule, alikuwa amenjoin Illuminati na akaamua kutoka, na bahati mzuri akakuja kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, mimi utaka kutoka Illuminati. Hakuficha, aliniambia ako kule, lakini yeye utamani kutoka, lakini ameshindwa kutoka, maana kwa wachungaji alienda kwao walimuombea wakashindwa. Nikamwambia, hapa hatutashindwa, so long as ufuate kile nitakuelekeza, utatoka kule na utaingia kwa ufalme wa Yesu Kristo, na Bwana atakupigania na atakutetea. Alikuwa ananiambia akitaka kwenda mahali, alikuwa anaenda pale Pipeline, hapo kulikuanga na uwanja hapo kabla ya kujajengwa. Alikuwa anaenda pale, anafanya sarakasi zake na anadisapia. Anaenda kule, anataka iwe ni Nakuru ama ni wapi, anafanya sarakasi zake, anaangusha magari na anafanya sarakasi, anarudi, anatembea kisulisuli. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha power zilio ndani yake zilikuwa na nguvu sana. Akaniambia hata sasa hivi vile tumeongea, wamejua na wameanza kutuma signal, nami nikachukua hatua ya kumwombea na kutamka ulinzi. Na kwa wakati safari ilianza ya deliverance, akawa ananiambia wanamtafuta, lakini wakifika mahali yako wanashindwa na kumkamata, manake na Mungu aliachilia neema ya kumtamkia ulinzi, ikawa hawezi wakamguza. Sema amen. Ilifika wakati Mungu akanifichulia kuna kitu kwa mwili wake. Nikamuuliza, nini hiyo kwa mwili? Tunastahili kuwa tushaomba, hiyo mapepo imeenda. Manake kila wakati alikuwa ananiambia wananikimbiza, wananirudia, mara wanakuja na gari zao. Nikamuuliza nini iko? Akaniambia kuna kitu aliyekwa hapa, kulikatwa, kukaekwa kitu ndani na kukashonwa. Nikamwambia itabidi hiyo kitu utoe. Bwana Yesu asifiwe. Alienda, sijui alifanyiwa ka operation pale, ikakatwa hiyo kitu, ikatolewa na akaniletea. Bwana Yesu asifiwe. Ka kitu kanaka kachuma, akaniambia hiyo ndio wananitafutanga nayo. Tukavunja, tukaharibu hiyo madhabahu, nikafunga hiyo chapter ya shetani kwake, na tangu siku hiyo hajaikimbizwa na mashetani tena, hajaikimbizwa na watu wa Illuminati tena wakitaka kumuua. Alikombolewa, hakaekwa huru, hata mahali yako anajua. Hata ningetaka kuja tusalimie siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Alikombolewa kabisa, mpaka sasa akarudia maisha yake ya kawaida. Sema amen. Kwa hivyo si ati mtu hawezi akakombolewa, hata kama uliingia kwa shetani na njia gani. Yesu anaweza vunja hayo maangano, anaweza vunja hizo vifungo na aziondoe, na uokoke na urudi katika ufalme wa Yesu Kristo, na Yesu atende. Ndio maana kila wakati wanawaambia tuwaombee hata waliofungwa kwa Illuminati, waliofungwa kwa uganga na uchawi, wakombolewe, waokoke, na Yesu atatenda kwa ajili yao. Kuna mganga alikuwa kwa Njenga, tulienda pale, akaniuliza sasa atatoka kwa haya mapepo namna gani? Maana alikuwa na mapepo ya Waislamu na ndio alikuwa na tibu nayo. Nikamwambia ni rahisi, tukarokota hizo vitu zote tukaleta hapa, nikamtenganisha hiyo maroho, na huyo ndugu akaokoka na akaachana na mambo ya uganga na uchawi. Sema amen. Kwa hivyo kwa shetani unaweza toka. Yesu anaweza akakutoa kule kwa giza, akakuweka kwa ufalme wake, na Mungu akakutetea na akakupigania, in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kuna mtu ako kwa Illuminati alishindwa, atatoka aje? Na labda anatutazama, njoo haraka, kimbia hapa kwa ibada uone vile utakombolewa, in Jesus name. Sema amen. Basi Yesu akasema ya kwamba heri walio katika ufalme wake, maana hakutakuwa na mateso,
hakutakuwa na mahangaiko, so long as na wewe umesimama kwa ujasiri, uko strong. Maana ufalme wa Mungu unapatikana walio na nguvu, ambao wanaweza shinda majaribu, ambao wanaweza shinda dhambi, wanaweza simama katika utakatifu. In the name of Jesus. Haleluya. Mungu ana uwezo wa kutakasa watu wake na wafanye kuwa watakatifu. Maana Yesu aliniambia hako na watakatifu duniani, nao watakatifu ndio watakaona ufalme wa mbingu. Sema amen. Hako na watakatifu. Hata kama hakuna mtakatifu, Yesu amejifanyia watakatifu wake kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Walio tayari kukaa katika ufalme wake, tayari Yesu amewatakasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je, uko pande gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo pokea nguvu za maombi. Kuanzia leo pokea nguvu za kuwa na imani katika Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kuanzia leo kuwa ule mtu ambaye si wa kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo kuwa mtu wa kushinda majaribu. Kuanzia leo kuwa mtu wa kutafuta Mungu kwa bidii, kwa mkesha. Katikati ya wiki jitolee kuingia kwa nyumba ya Bwana kwa ajili ya kuomba bila kuongopa. Kuwa na ujasiri, ukiamini ya kwamba walio na ujasiri wako na ulinzi wa Yesu. Yesu anawapigania. Bwana Yesu anawatetea na anawaongoza, anawabariki, anabariki watoto wao mpaka kisasi cha 4, na shetani hawezi kuwa na nafasi ya kuguza baraka zao, na Yesu anawatetea na kuwainua zaidi. Sema amen. Natabiria kutetewa kwako, natabiria kupiganiwa kwako siku ya leo. Yesu akakupiganie, akaachilie neema ya kupokea nguvu mpya, akaachilie neema ya kushinda majaribu, akaachilie neema kwa ajili ya kumtafuta Bwana kwa bidii. Maana ufalme wa mbingu, ufalme wa Yesu Kristo unatekwa na walio na nguvu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za maombi. Pokea neema Yesu ikatawale juu yako. Pokea neema ya kutafuta Bwana kwa bidii. Pokea neema ya kushinda majaribu in the name of Jesus. Na Yesu atatenda kwako na Bwana atakubariki. Simama mbele za Bwana. Simama, mwambie niko hapa, natamani kusimama katika utakatifu, natamani kusimama katika njia zako. Mwambie Yesu natamani ili akatende kwa ajili ya maisha yako. Unatamani kusimama naye, unatamani kuwa katika ufalme wake, naye atakuwa tayari kutenda kwa ajili ya maisha yako. Kuna kupiganiwa kwako, kuna kutetewa kwako. Hautaingia kwa majaribu, maana Yesu atakuwa pale akushike mkono, ataingiza malaika wake ili usije ukajitega ukaanguka, usije ukategwa na mawe yote ukaanguka. Bwana atakushikilia. Yesu atakuwa pamoja nawe katika kila jaribu. Wachawi wataweka mitego, lakini mitego haitafanikiwa. Waganga watasukuma maroho, lakini haitafanikiwa. Wanadamu watakulaani, lakini utazidi kubarikiwa. Maana Bwana Yesu atabadilisha zile laana kuwa baraka. Wengine watasema utaisha, lakini utazidi kuinuliwa. Maana maneno ya kuisha yaliyotamkwa kwako, Yesu ataenda kuibadilisha kuwa mafanikio na kuinuliwa in the name of Jesus. Pokea neema Yesu Kristo. Yesu akakupiganie, Yesu akakutetee. Mwambie Yesu, niko hapa kwa ajili yako, ukanipe nguvu. Maana walio na nguvu ndio watakaoteka ufalme wa Yesu Kristo. Walio na nguvu ndio watakaosimama katika ufalme wa Yesu Kristo, na Yesu atakuwa pale kwa ajili yako. Maana Yesu ana uwezo wa kupigania watu wake. Yesu ana uwezo wa kutetea watu wake. Wale ambao hawako ndani ya Yesu Kristo, neno la Mungu inasema ya kwamba already washahukumiwa, na wale wako ndani ya Yesu Kristo hawana hukumu tena. Wale ambao hawako ndani ya Yesu Kristo, dhambi ndio ishawahukumu. Yesu hakuja kuhukumu yeyote, lakini watakaomkataa, hukumu tayari inawafuata. Ambao wamekataa Yesu Kristo mwana wa Mungu, hukumu imefanyika kwao tayari kwa ajili ya dhambi ambao wanafanya. Hukumu imetendeka tayari. Basi tukibadilishwa mwili
Yesu anasema ya kwamba unaenda mahali ulijitafutia ukiwa hapa duniani, unaenda mahali ulijitafutia wakati ulikuwa katika mwili huu wa nyama. Yesu anasema ya kwamba ni vyema katika huu mwili wa nyama tukae katika ufalme wake, ili tutakapobadilishwa tukapate kuona ufalme wa mbingu, na Yesu atende mambo makubwa. In Jesus name. Basi katika ufalme wake Yesu Kristo kunazo baraka, kuna kuinuliwa, kuna ulinzi, kuna kupiganiwa, kuna kutetewa, kuna Yesu kutembea pamoja nawe. Hautahangaika tena, hautapata mateso tena, hautanyongwa na mapepo tena, maugonjwa yuko ndani yako tena. Yesu atakufanya kuwa kiumbe kipya. Yesu atakufanya kuwa huru, na Bwana Yesu atakutetea na kukupigania. Tamka neno mbele za Bwana. Baba, tuko hapa Bwana, tunanyenyekea kwako. Ninaomba kwa uwezo wako na nguvu zako Bwana, ukatutakase kwa ajili yako, katusamehe dhambi na makosa kwa ajili yako Bwana, hili tukaweze kusimama katika ufalme wako Yesu Kristo, ili ukatuwezeshe kuwa katika ufalme wako, maana unasema walio na nguvu katika ulimwengu wa rohoni, katika ulimwengu wa asili ndio watakaoteka ufalme wako, ndio watakaokuwa katika ufalme wako, katikati ya maombi, katikati ya kukutafuta kwa bidii, katikati ya kuwa na imani. Bwana, unasema ya kwamba tutakuwa katika ufalme wako. Bwana, naomba ukatushike mkono kwa ajili ya kushinda majaribu, ili tukasimame katika njia zako, majaribu yasije akatushinda, dhambi isije ikatuangusha, bali tukasimame katika uwepo wako kwa neema yako ya kipekee Bwana, maana wewe ndio unaweza kutuwezesha kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili yako ukatukuzwe na kuinuliwa. Bwana, tushike mkono kwa kila jambo Bwana. Tuko hapa, tuko tayari, tumesarenda kwako. Umesema waliona nguvu watauteka ufalme wako, waliona nguvu watakuwa katika ufalme wako Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Bwana, utatuhamisha tutoke katika nguvu za giza na tutaingia katika ufalme wako, na katika ufalme wako kuna kupiganiwa, kuna kutetewa, kuna kubarikiwa, kuna kuinuliwa, na hata mwisho wake kuona ufalme wako wa mbingu. Bwana, tuko tayari, tuko hapa Bwana, tupiganie na kututetea. Ninaomba neema yako ikatawale kwa wingi kwa ajili ya kila moja. Tushike mkono kwa kila jambo, tuongoze kwa utukufu wako Bwana. Neema yako ikatawale Bwana, ukatusamehe dhambi na makosa, tukazidi kustahili mbele ya macho yako, ukatutakase dakika kwa ingine, ili kumaintain kukaa katika ufalme wako Bwana. Neema yako ikatawale Bwana kwa wingi kwa kila mmoja wetu. Asante Bwana kwa ajili upendo wako, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu naomba na kuamini, amen. Wa mikono yako, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele, amen. Baba, ninakushukuru, asante Bwana. Tazama wapendwa wamekiri ombi mpya mbele zako Bwana. Bwana, unanena ya kwamba huu ni mwanzo mpya Baba, unaenda kutenda mambo makubwa. Naomba ukatuongoze kwa utukufu wako wa kipekee. Unasema ya kwamba tunapokiri wokovu mbele zako ni kurenew wokovu wetu Bwana. Ninaomba neno lako likazidi kutimia, neno lako likatawale juu ya mioyo yetu Bwana, neno lako likatawale ndani ya mioyo yetu Bwana. Bwana, ukatuongoze kwa utukufu wako, sifa zote zikarudie wewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu naomba na kuamini, amen.